Mhadhiri Chuo cha Ustawi wa Jamii. Tutakuwa wote kwenye hii session ya kwanza ya Excellent Customer Service, Serving with Integrity, Respect and Excellence. Kuhudumia kwa uadilifu, heshima na ubora. Malengo ya training yetu ya leo, Excellent Customer Service, kwanza ni understanding the meaning of excellent service, kuelewa maana ya huduma bora, lakini identifying our specific clients kwenye commission yetu, to learn to handle different customer behavior. Tutajifunza namna ya kuweza kuwahudumia aina mbalimbali ya wateja, kwa sababu tunajua wateja hawafanani. Kuna wateja wapole, kuna wateja ni waongeaji sana, kuna wateja ni wakali, kuna wateja ni emotional, yani mtu kuna kitu labda kinamsumbua au kuna situation anapitia, kwa hiyo mtu anakuja ana hali hiyo. Je, tutamhandle vipi? Lakini pia baada ya kumaliza hii training yetu, tutaweza kumaster zile basics of professional service in our culture. Labda kabla hatujaendelea kujua mteja ni nani, je, wateja wetu kama commission ni akina nani? Wapangaji, wanaorithi. Kwa hiyo kuna wapangaji, wanaorithi, wengine wawekezaji, wawekezaji wanawekeza kwa ajili ya kupata faida au kufanya nini? Kupata faida. Okay. Who is a customer? Mteja ni nani? Nasema ni mtu yoyote yule ambaye anapokea huduma au product kutoka kwa commission. Inaweza kuwa ni huduma au nini, au product, tangible product. Sijui kama tunazo tangible au tunatoa tu huduma. Tuna tangible products. Okay. Kwa hiyo mtu yoyote yule ambaye atahitaji huduma au zile tangible products kutoka kwa commission. Na ni sababu ya wao ndio maana tuko hapa. Si ndio? Tusingekuwa na commission kama hawa watu wasingekuwepo. Tusingekuwa na mahujaji au wawekeza amana, si ndio? Warithi. Kwa sababu yao ndio maana tupo. Kwa hiyo ni watu wa muhimu sana kwetu sisi. Na wengine wao ni ndugu zetu, kaka zetu, baba zetu, mama zetu. Kwa wote hao ni wateja. Kwa na mteja yoyote lazima kuna msemo unasema mteja ni mfalme. Mteja ni nani? Ni mfalme. Alafu wanasemaga mteja huwa hakosei. Kwenye macho ya kawaida unaweza ukamwona amekosea, lakini tunasema mteja huwa afanye nini? Hakosei. Kwa mteja kwetu sisi ni wa muhimu. Hata kwa wale wafanyabiashara. Ukitaka kujua kwamba mteja ni wa muhimu, uwe na biashara yako mwenyewe, alafu aje mteja ana hasira nini, lakini hela yake anayo. Utafanya nini? Lazima wewe utashuka. Si unataka hela yake ile? You need it. Yeye anahitaji huduma, lakini ili wewe uwepo lazima yeye awepo. Kwa mteja ni mfalme, na mteja yoyote yule ni muhimu. Kuna aina za wateja. Hapa tukisema wateja mmenitajia wale ambao wanakuja kwenye commission, si ndio? Hamkutaja au kujitaja wewe, hata ni mteja ndani ya commission. Tuna internal customers, external customers and government partners. Internal customers ni your colleagues, watu ambao unafanya nao kazi. Lakini pia your supervisor, other departments kwenye commission. Mtu wa registry akiwa pale ofisini kwake anahudumia watu wa
departments mbalimbali, si ndio? Kwa unavyoenda kwenye ofisi ile ya registry, unaenda kama mteja. Kwa anatakiwa akuhudumie kama mteja, sio kama mfanyakazi mwenzake kwamba nimemzoea huyu. Kwa sababu unapoanza kuzoea kumhudumia mfanyakazi mwenzio kwa mazoea, akija mtu mwingine hata wa nje utamhudumia hivyo hivyo kwa mazoea. Kwa hiyo tunasema ile heshima, ubora, uadilifu unaanza ndani kabla ya kutoka nje. Sio amekuja mfanyakazi mwenzio kwa sababu tu umemzoea, anakuja pale ana shida, wewe uko busy na kompyuta yako. Unasemaje Bwana Ali? Haileti picha nzuri. Hata wewe usingependa kwenda kuchukua huduma sehemu alafu mtu asiconcentrate na wewe, kwamba niko busy natafuta sijui documents gani, mtu anaongea hapa shida yake. Kwa hiyo anaongea naweza nikahisi au shida yangu sio ya muhimu, mbona hanisikilizi? Siku zote binadamu, kwa sababu ameumbwa na hisia, huwa anapenda umsikilize kwa kumwangalia na kwa kumthamini. Pale anakuwa huru, anaona huyu mtu ananithamini. Kwa hiyo kwa sababu we have internal customers, kwamba ni your colleagues, usimhudumie kwa sababu umemzoea. Muonyeshe heshima, mpe huduma bora. Hata akitoka pale atasema fulani pale, sio akitaka kitu akija akikukuta anageuza, yuko fulani leo siendi. Hiyo sio dalili nzuri. Ukishaanza kuona watu hawaji kwako kutaka huduma, ujue kwamba kuna tatizo. Lazima uwe sehemu ambayo kila mtu anatamani, nimefika, afadhali nimekukuta, kuna hiki na hiki, naomba unisaidie, haina shida. Lakini mwingine kama yule yupo, mimi siendi bwana, wewe nenda mwenyewe. Maana yake nini? Eti inaashiria nini? Yeah. Tunajua kwamba sometimes tunaweza tukawa tuna matatizo mbalimbali yanatusibu, tuna stresses, lakini huwa tunaambiwa unapofika getini ziache pale, hata kama za nyumbani. Ukiingia ingia mpya, ukitoka zibebe rudi nazo kama ni za muhimu. Sasa tufanyeje? Kwa sababu ukiingia nazo kwenye commission ni tatizo. Utasababisha matatizo kwa watu wengine, sio tu kwa commission. Yaani hata unaweza ukatoa taswira mbaya kwa watu wa jamii fulani. Bwana watu fulani wako hivi, kumbe sio, ni wewe tu. Ile portrait yako imefanya watu waone vile. Kwa hiyo ukifika wewe sahau kila kitu, just serve people with a smile. Haupunguki chochote. Kwani ukismile unapomhudumia mteja unapungua uzito? Hatupungui uzito. Si ndio? Sana sana unaongeza, tunasema unaongeza ile, kwenye biashara tunasema customer base. Si ndio? Yaani mtu anatamani kurudi pale kwa sababu nilipata huduma bora. Hata kama hiki kitu kiko jirani hapa, yuko radhi atembea aende sehemu fulani kwenda kupata. Kwa sababu gani? Huduma bora. Wewe utaongeza network. Kwani haijawahi kutokea mtu anakuja umemhudumia vizuri anambia naomba namba yako? Si ndio? Naomba namba yako. Siku anakaa tunakusalimia. Au amekaa sehemu akasikia kuna opportunity nzuri, anaona kwamba unafaa, anakuambia. Si ndio? Lakini kama ulimhudumia vibaya, na wanasema kwamba unapomhudumia mtu vibaya, ubaya huwa unasambaa haraka kuliko wema. Ubaya huwa unasambaa haraka kuliko wema. Yaani unaweza kumtendea mtu jema akasahau, ila baya akitoka tu hapo, bwana fulani hafai. Yule hapana. Yule na ataenda kumwambia yule, atamwambia yule. Hapa tunaongea kwenye commission. Si ndio? Lakini najua kuna watu hapa wana labda biashara zao wana nini. Mteja anapopata huduma mbaya, unapompoteza mmoja, umepoteza wengine kama 100 ambao yule ungemhudumia vizuri alikuwa hawalete. Gharama ya kumpoteza mteja ni kubwa kuliko gharama ya kumrejesha. Sio, gharama ya kumrejesha mteja ni kubwa
na hasa mteja ambaye tayari alishawahi kuja. Tunasema huduma bora ni kama free advertisement. Unapomhudumia mtu vizuri, anaenda kukutangazia ile huduma bure. Kwa sababu nitatoka nitaenda kwa Mr. Hassan. Hassan, nimetoka sehemu fulani bana, kuna hiki na hiki, kuna vitu vizuri, yani pale wana huduma nzuri. Ukitaka kwenda kuhiji, wewe nenda sehemu fulani. Pale wako vizuri. Tayari nishafanya tangazo hivyo. Si ndio? Badala ya kwenda kulipa magharama kuanza kufanya matangazo, unatumia nguvu kubwa. Kumbe ulikuwa unaweza kufanya matangazo ya bure kwa sababu ya kutoa huduma bora. Kwa hiyo huduma bora ni ya muhimu, na tunasema ni lazima kama tunataka kuendelea, kama tunataka kukua kama commission. As long as tunawashindani, tukitaka tuwe ahead of our competitors, lazima tuweze kutoa nini? Huduma bora. Unaweza ukawa na product nzuri, lakini kama huduma yako ni mbovu, hata product yako inaweza isionekane tena nzuri. Kwa huduma bora ni swala la msingi, hasa tunapokuwa tunadili na watu ambao wanatoka kwenye, tunasema wamelelewa tofauti. Kuna watu wengine hawana uvumilivu. Yaani akifika mahali anataka kila kitu, uache kila kitu yeye tu, yani yeye ndo yeye. Kuna mtu mwingine akifika, yeye huwa haongei. Anaweza tu akaamua akifika anakaa. Sasa ukiwa kama mfanyakazi wa commission unafanya nini? Unamsikiliza. Si ndio? Na ili uweze kumsikiliza, jambo la kwanza, uweze kutoa huduma bora, lazima ufahamu majukumu ya commission. Yaani lazima uyafahamu. Ili kitokea hata uko nje umekutana na mtu akakuuliza, uweze kumpa majibu. Kwa kila mmoja wetu hapa ajitahidi afahamu kwa undani kabisa commission inajihusisha na vitu gani. Taratibu za commission zikoje? Ili unapokutana na mteja, client, popote pale una uwezo wa kumuelezea. Au hata kama huwezi kumuelezea, unafahamu mtu ambaye anafanya nini? Anahusika na hilo swala. Kwa hiyo aina ya wateja kama nilivyosema, tuna internal, tushaielezea external. Ni hawa general publics, watu ambao wanakuja kwenye commission kwa ajili ya kuja kupata huduma zetu au kwa ajili ya kuja kupata products fulani. Hao ndio tunaita external customers. Lakini government partners ni zile taasisi mbalimbali ambazo tunashirikiana nazo. Kwa mfano, sisi kama commission tunashirikiana na taasisi gani kwenye kufanya majukumu yetu? Mamlaka ya Mji Mkongwe, commission ya ardhi, hao ni partners. Mabenki ndio, mahakama, ofisi za wakuu wa wilaya. Kwa hiyo hao pia ni wateja wetu kwa sababu tunashirikiana nao. Kuna muda tunakutana nao, si ndio? Yeah. Mteja huwa anahitaji nini anapofika? Mahitaji ya mteja, kitu cha kwanza anahitaji heshima. Msalimie vizuri, hatupungukiwi na chochote, kwa heshima. Hata wewe ungependa ukifika mahali mtu akuheshimu, akusalimie vizuri, akupokee vizuri, lakini pia wanahitaji taarifa. Wanahitaji ile tunasema huduma ambayo ni efficient au huduma ya haraka. Sio mtu anakuja anasubiri huduma masaa 3-4 alafu hapewi taarifa yoyote. Ile inamdisappoint mteja. Ni bora ukamwambia, samahani, kuna tatizo 1, 2, 3.
naomba labda nitakurejea, na umaanishe kumrejea. Sio nitakurejea akishaondoka na wewe ndo kila kitu umeshaweka kwenye dustbin. Hapana, unapomwambia mteja kwamba nitakurejea, hakikisha kweli umemrejea. Ile inajenga trust. Mtu kuamini. Okay, aliniambia atanirejea. Lakini pia wanahitaji fairness. Usawa. Hakuna kitu kinaumiza kama kutendewa tofauti na mwingine, kukakosekana usawa. Whether iwe nyumbani, iwe kazini, iwe wapi, inaumiza. Pale mnapoona kabisa mbona mimi na mwenzangu kwa mfano tuliajiriwa siku moja, qualifications zile zile, lakini mwenzangu kapanda daraja, mimi nimeachwa. Inaumiza kiasi gani? Fairness hakuna. Au mteja alikuja wa kwanza, wamekuja wengine, kwa sababu tu unafahamiana na yule aliyechelewa kuingia, unaanza kumhudumia yule, wale wengine watajisikia vibaya. Mteja yote anahitaji fairness. Kama swala lake litachukua muda, mwambie, usimwache tu yeye mwenyewe aanze kungamua tu akilini mwake. Mwambie, bwana, swala lako hili kutokana na sababu hizi na hizi tutachukua muda kidogo. Kama unaweza kuvumilia, tunaomba uvumilie. Kama itashindikana, basi utarudi baada ya muda fulani au kesho au lini. Unampa ile time frame ambao unaona kabisa ili swala nitakuwa nimeshalifanya nini? Nishalifanyia kazi. Pale anaondoka ameridhika. Anaondoka amefanya nini? Amefurahi. Kwa hiyo mteja yote anahitaji heshima. Akifika msalimie tu. Hata kama ukimuona ni mdogo kuliko wewe, mwambie tu hata habari yako kwa heshima. Si ndio? Yes. Lakini pia mpe taarifa. Mpe taarifa kwa usahihi. Yaani usimpe taarifa nusu kiasi kwamba yani mwenyewe anabaki pale haelewi sasa. Hivi hapa au anabaki anashangaa. Mpe taarifa ili kama ni kufanya maamuzi ajue kwamba anafanya maamuzi haya. Lakini pia kama una uwezo, mfanyie huduma yake kwa uharaka. Yaani isiwe tu just simply kwa sababu nimezoea kwamba kazi hii naimaliza saa 5. Kwa hata kama ni ya kumaliza saa 4 huimalizi. Unavuta mpaka ifike saa 5. Hapana, hiyo ina disappoint our customers. Lakini pia fairness kwa kufuata sheria, lakini pia na taratibu za commission. Usimuone huyu mteja amekuja hapa amevaa ndivyo sivyo, ukaanza kumuona huyu mwache akae. Unapita unamwangalia huyo, huwezi jua, si ndio? Tunasema kesho ya mtu huijui, unaijua tu leo yake. Kwa tuwatreat wateja wetu kwa heshima, lakini pia kwa kuwapa taarifa sahihi, lakini pia kwa uharaka ambao uko ndani ya uwezo wetu, na kwa usawa.